si kwa maendeleo ya ushirika tu, lakini ni kwa maendeleo ya mkoa na nchi yetu. Ndugu mgeni rasmi, nichukue pia fursa hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu mafanikio haya tunayoyaona kwenye ushirika ni kwa sababu ya mchango wake mkubwa wa maendeleo ya ushirika nchini. Ninyi ni mashahidi. Leo mama imeingiza pesa katika wilaya hizi tatu zaidi ya shilingi bilioni 370 katika msimu huu ulioisha juzi. Ni kwa sababu ya Mheshimiwa Rais wetu ameshiriki kikamilifu katika kuhakikisha uzalishaji wa korosho unakuwa kwa kiasi kikubwa sana. Anatoa pembejeo na fahamu bure, lakini amewaajiri maafisa ugani wanaofanya kazi ya kutupa utaalamu wa uboreshaji wa uzalishaji wa korosho, baadhi na mafuta. Ndugu zangu, ushirika ni sera ya Chama cha Mapinduzi. Nataka niwakumbushe tu, mwenyekiti wa Mtwara Vijijini amegusia tu. Ukienda kwenye ilani ukurasa 30 ibara 33 imeelezea Chama cha Mapinduzi nataka ushirika iweje. Naomba ninukuu kidogo. CCM inaamini kuwa ushirika ni njia ya uhakika ya kuwawezesha wanachama kuwa na uwezo mkubwa wa kutatua matatizo yao ya kiuchumi na kijamii. CCM imeagiza serikali yake ijielekeze katika kuimarisha ushirika na vyama vya ushirika ili viwe na uwezo wa kujiendesha. Ibara 34 kifungu H sehemu ya kwanza imeitaka serikali kuboresha uongozi, kudhibiti wizi na ubadhirifu ndani ya vyama vya ushirika. Lakini katiba ya CCM ya 1977 toleo la 2022 malengo na madhumuni ya CCM ukurasa wa 3 kifungu namba 13, chama na nukuu nasema kwamba serikali na vyombo vyote vya umma visaidie kwa vitendo kuendeleza shughuli za ushirika na ujamaa. Mwisho. Ndugu zangu, nimenukuu vifungu hivi kidogo ameelezea mwenyekiti wa CCM, lakini mwakilishi wa mrajisi mkuu amekuja kuelezea vyama vyetu vimefanya kazi nzuri sana, mambo na TANECU. Mazuri yaliyofanywa yamedokezwa hapa, lakini uzuri wa vyama vyetu vikuu vinataka kuharibiwa na vyama vya msingi. Nitasema hivi, na kabla sijasema, nimpongeze mrajisi msaidizi wa ushirika mkoa wetu. Huyu mama nimekuwa nafanya naye kazi usiku na mchana kuhakikisha ushirika kwenye mkoa wetu hauchafuliwi. Siku moja nilimpigia, naomba uondoke ofisini sasa hivi uende na nyama, na nikamwambia kuna korosho chafu za msimu uliopita huko nyuma tani 20
ziko kwenye chama fulani na nyama. Kweli alikwenda akakuta zile korosho tani 20 zinataka kuingizwa kuharibu ubora wa korosho wa mama. Mimi nimeweka watu wangu kwenye vyama vyenu vya msingi leo nawaambia, chochote mnachofanya na kujua sisi. Naomba muwe makini. Kazi yetu ni kusimamia ilani yetu. Hatutakubali mtu mmoja au wachache waharibu maendeleo ya ushirika na mkoa wetu kwa maslahi binafsi. Nikushukuru sana mradi wa usaidizi. Siku moja nikampigia, nenda chama fulani, ile mizani ya kidigitali imewekwa mlangoni, lakini inatumika ile isiyo ya kidaktari imewekwa kwa ndani ili kuwaidia wakulima, na alikwenda kabaini hilo. Nikampigia, nenda chama cha msingi Chikwaya. Inasikitisha sana jamani. Ninyi mmepewa dhamana na wakulima ili msaidie kusimamia kuondoa changamoto zao. Mnakuwa mstari wa mbele kuwaumiza. Pale wakulima, na bahati nzuri alikuta wanalalamika, wanaacha korosho za wakulima zinachukuliwa za Kangomba zinapelekwa kwenye gulio la mnada, na hiyo ndio iliyopelekea, ninyi ni mashahidi, mtu aliyopeleka ambaye alistahili kulipwa pesa za mnada wa kwanza amekwenda kulipwa mnada wa 6 kwa sababu korosho zake zilipelekwa kwenye gulio la mnada. Hii ni kazi mnafanya nyie viongozi wa vyama vya msingi. Kwa kweli haipendezi. Hebu tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Unaacha korosho za mkulima alizoleta, unampigia simu Kangomba, bwana lete kesho tunapeleka korosho mnadani. Hii ni dhambi na dhulma. Tutakuja kujibu mbele ya Mwenyezi Mungu. Naomba muwe waadilifu. Naomba muwe waadilifu. Nimefanya naye kazi sana mradi usaidizi. Anafanya kazi, hakusifiwa na viongozi waliopita kwa bahati mbaya. Ni kweli anafanya kazi. Lakini na mimi nirudie, hii ya Kangomba ndiyo iliyopelekea hata kushusha bei kwenye mfumo wa stakabadhi ghalani. Ndio kweli. Kwa ushahidi, mgeni rasmi, siku moja nilipata kibali alichopewa mnunuzi mmoja, kampuni moja inaitwa Kange ya hapa Masasi. Kibali kile yeye ameruhusiwa kununua stakabadhi ghalani, lakini kibali hicho kinampa ruhusa ya kununua Kangomba. Nilimkabidhi waziri wa kilimo Mheshimiwa Hussein Bashe. Nikamwambia angalia hii kibali. Hatuwezi kwenda Mtwara, uchumi ndio korosho na korosho ndio uchumi wetu. Tusimamie korosho, ufuta na mbazi kwa nguvu zetu zote. Lakini pia sisi wanaushirika tuna jukumu jingine. Kikao ambacho tulifanya kule na Nyumbu, niliwauliza hizi pesa, wakati ule ilikuwa bilioni 111. Leo tunazungumzia bilioni 370. Je, hizi zinalingana na maisha ya watu vijijini, wakulima wetu? Ukifanya tathmini, jibu hapana. Kwa nini? Tunapoteza pesa yetu mkoa wa Mtwara kwa sababu hatujitoshelezi kwa chakula wenyewe. Leo ukienda vijijini
wanaishi kwa kununua chakula dukani. Chakula kilichotoka Ruvuma, kilichotoka Mbeya, kilichotoka Njombe, kilichotoka Shinyanga. Kwa hiyo tunauza korosho, tunapata fedha, tunapeleka kufanya maendeleo mikoa yetu, kwa sababu tu sisi hatujajitosheleza kwa chakula. Iwe ni kampeni ya kila mmoja wetu kuhakikisha kila mtu pamoja na shamba la ufuta, mbaazi na korosho awe na shamba la chakula, ili pesa inayopatikana ziada kwa mazao haya biashara aweze kufanya maendeleo. Vinginevyo ndugu zangu, tutakuwa tunapiga mark time, hatuendi mbele. Wenzetu wanazalisha mahindi, wanazalisha mpunga, ziada wanatuuzia sisi, wanafanya maendeleo. Niwapongeze wana ushirika. Leo nimeambiwa hapa TANECU imenunua magari, mambo na mpango wa kununua magari katika msimu huu. Shahidi mwenyekiti wa TANECU waliniomba nisaidie upatikanaji wa magari, kwa sababu korosho ziko nje zinaashiria kuloa na mvua, na korosho zingine wanashindwa kununua kwa sababu vyama vyote korosho zimejaa mpaka nje. Niliwasiliana, ninaowafahamu wenye magari Mwanza, Njombe, nikawakabidhi kwa mwenyekiti wa TANECU ndugu yangu Chikola, na alifanyia kazi na magari yakaja kusonga korosho. Sasa leo unapopata taarifa kwamba mnanunua magari, mimi nimefurahi sana, kwa sababu pesa hizo za usafirishaji sasa mnaweza mkazifanya ninyi wenyewe, pesa zikabaki ndani ya mkoa zikafanya maendeleo. Mimi huwa naumia sana. Nilikuwa napita vijiweni pale Mtwara mjini, nawaambia vijana, wao wanashangilia korosho inapitia bandari ya Mtwara. Lakini ukienda wafanya kazi kule, wanaofanya kazi kwenye magala na bandari, wametoka Shinyanga, Geita, Simiyu, Mwanza. Wale wakishamaliza msimu na pesa inafanya nini? Inahama. Tuhamasishe vijana wetu kujituma kufanya kazi, ili fursa hizi zinazoletwa na serikali ya awamu ya 6 ziwe na manufaa kwetu. Nimalizie kwa kuomba ndugu zangu wa vyama vya msingi, simamieni maadili ya ushirika, muwe waaminifu, mtambulize hofu ya Mwenyezi Mungu. Inaumiza sana mtu ambaye amepeleka korosho alitarajia apate malipo ya mnada wa kwanza, anakwenda kulipwa mnada wa 6. Ushahidi, juzi tu, wiki kama 3 zimepita, walikuja watu wangu kutoka Mangu, walipeleka korosho ghalani ambazo walikuwa wanategemea kulipwa aidha mnada wa kwanza au wa pili, lakini waliandikiwa malipo ya mnada wa 12. Nikamwambia nenda kwa practice, mkalipwe muda uliopeleka korosho. Na bahati nzuri walikuwa na stakabadhi walizouzia korosho msimu tu, siku ya kwanza ya mnada wameuza korosho, wanakwenda kulipwa mnada wa 12. Hebu fikirieni kitu kama hicho ndugu zangu, kinaingia akilini. Nashukuru mrajisi alifanyia kazi. Inaumiza sana. Unapofanya jambo jiulize, ningefanyiwa mimi ningeridhika? Naomba tutangulize hofu ya Mungu, tusimamie kanuni na miongozo ya ushirika, tufanye kazi kwa uadilifu na kweli kama Chama cha Mapinduzi. Hii Kangomba tutapiga marufuku ya soko la awali. Ndio linalopelekea kushuka kwa bei, ndio linalopelekea watu kufanya shughuli zao binafsi. Haiwezekani hata kidogo. Chama cha Mapinduzi na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6, ameazimia
kuhakikisha korosho inaleta tija kwa mkulima. Ndugu zangu, nimalizie, mwaka huu kuna uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais. Nao wanasema fadhila hulipwa na fadhila. Haya yote alitufanyia Mheshimiwa Rais katika tasnia ya korosho, ufuta na mbazi, malipo yetu yakaonekane kwenye masanduku ya kupigia kura. Ninyi muwe wajumbe kwa wengine waliobaki nyumbani. Wakati ukifika, twende tukapige kura. Watanzania tuna tabia moja ya ajabu sana. Mtu haende kupiga kura akasema mimi najua atapita. Sasa kila mmoja akisema atapita, matokeo yake vituo havitakuwa na watu. Siku ikifika, tujitokeze tukapige kura, tuwachague viongozi wetu. Haya maendeleo tunayoyaona hayaji tu. Mabarabara yamejengwa, miradi ya maji mnaiona, mashule yameboreshwa. Leo vijijini kuna shule nzuri kuliko vijijini. Ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kazi ya wabunge, wanaomba fedha kwenye bajeti. Kazi ya madiwani wanaosimamia halmashauri kutekeleza miradi ya maendeleo. Kwa hiyo ndugu zangu, niwatakie kila la heri na niwapongeze kwa kazi nzuri mnaofanya. Wengi ni wachache tu. Ninaamini kwa mkutano huu changamoto hizo zote zitaondoka na tutashirikiana na viongozi wa mambo na viongozi wa ushirika taifa kuhakikisha ushirika unasonga mbele kwa maendeleo ya nchi yetu. Mwenyezi Mungu awabariki sana.